جيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Jana tulifikia katika kauli yake tabaraka wa taala, innama nasiu ziyadatun fil kufr yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu ama liwatiu iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum suu a'malihim wallahu la yahdi alqawma alkafirin. Innama nasiu, hakika kuzidisha au kubadilisha masiku katika masiku matukufu, ziyadatun fil kufr, ni kuzidisha katika ukafiri baada ya ukafiri. Yudhallu bihi alladhina kafaru, hupotezwa kutokana na kubadilishwa kwa masiku hayo makafiri. Yuhillunahu aman, huwa wanafanya siku hizo wanazozibadilisha kwamba si siku tukufu katika baadhi ya miaka, wa yuharrimunahu aman, wanazifanya kwamba ni siku tukufu katika baadhi ya miaka mingine. Liwatiu iddata ma harrama Allah, ili zilingane siku hizo na siku ambazo Allah amezifunga. Fayuhillu ma harrama Allah, kwa hivyo huzihalalisha siku ambazo Allah amezifanya kwamba ni haramu, yani amezitukuza. Siku ambazo Allah amezifanya ni haramu, yani ambazo amezitukuza, wao wanazifanya ni halali kufanya mambo yao wanayoyataka. Zuyyina lahum suu a'malihim, wamepambiwa matendo yao maovu. Wallahu la yahdi alqawma alkafirin, na Allah haongozi katika njia ya haki watu ambao wameamua kuwa makafiri. Tafsiri ya aya hii kwa ufupi, amesema mtungaji, innama nasiu, maana yake innama nasiu ziyadatun fil kufr. Anasema aya iliyotangulia, kwanza mnasaba wake na aya hii au mfungamano yake ni kwamba aya iliyopita imetanguliza kuweka msingi wa miezi minne mitakatifu. Kwa hiyo aya hii ndio hasa imekuja kuharamisha an-nasi, lakini an-nasi imetokana na miezi minne mitakatifu. Kwa hiyo kwanza imeelezewa miezi minne mitakatifu na kwamba jambo hilo limethibiti kwamba ni sheria tokea enzi za Nabii Ibrahim na mwanawe Ismaili, ambayo Waarabu walibakia kwamba wameirithi, lakini inakuja kubatilishwa kile ambacho wao walikiongeza ambacho hakikuwemo katika sheria. Na hii inaonesha juu ya umuhimu wa watu kubakia katika asili na kuto kuongeza katika dini, kwa sababu ada ya wanadamu ni kwamba zinapopita zama huwa wanajiongezea vitu katika dini ambavyo havimo, ambavyo Allah hajaviwekea sheria. Akasema maana innama nasiu ziyadatun fil kufri, ay innama ta'khiru tahrimi al-ashhur al-arba'ati al-hurum, hakika kuchelewesha. An-nasi ni kuchelewesha, tahrim kufanya utukufu wa al-ashhur al-arba'ati al-hurum, miezi minne mitakatifu, ambapo ilikuwa wanachokifanya wanachelewesha ule mwezi wa Muharram, wakiwa wanataka kitu chao wakifanye, kupigana vita au wanataka kuvamia pahali, wanahalalisha mfunguo 4, halafu wanakuja kufanya mfunguo 5 ndio haram. Wanaofanya kwa mfunguo 5 ndio mwezi mtukufu, na ule uliokuwa mtukufu wanafanya mambo yao, ambayo hiyo inaungana na aya za nyuma kwamba kilichokuwa kinawapelekea hivyo ni uchu wao wa kupata katika mali, katika kukusanya katika mali. Walikuwa wakiamua kwamba mwaka huu tuna pahali tunapavamia, wanasema kwamba mwezi wa haram mwaka huu utakuwa ni mfunguo 5. Wataghyiruha amma shar'ahu Allah, na kubadilisha kinyume na vile ambavyo Allah ameweka sheria. Bi an yakuna shahru muharramul haramu halala, unaofanya ule mwezi mtukufu wa Muharram kwamba ni mwezi wa halali, yani halalisha vita. Halafu wa shahru safar, na mwezi unaofuata wa mfungo 5 alhalalu haraman, ambao ulikuwa umehalalishwa vita, wao ndio wanaofanya kwamba ni mwezi mtukufu ulioharamishwa vita ndani yake. Ziyadatun fi kufri mushriki al-arab, ambayo ilikuwa ni ziada juu ya ukafiri wao, wanakufuru tena kwa kuzusha sheria ambayo Allah hajaweka sheria. Alladhina ibtada'u hadha at-ta'khir, ambao walizusha kuchelewesha huku mwezi wa mfungo 4 wakofanya uje utumike au lipo katika mwezi wa mfungo 5. Yudhillu bihi alladhina kafaru,
wanapoteza, yudhillu bihi, wanapotezwa, au yudhallu bihi, hupotezwa kwa kutumia nasi, yani kwa kutumia kuakhirisha utukufu wa mwezi. Alladhina kafaru, wale waliokufuru. Wanasema hapa zimekuja kiraa tatu kwa wasomi tofauti tofauti. Ya kwanza yudhallu bihi alladhina kafaru, yudhallu bihi, kama ambavyo tumesoma kiraa mashuhuri kwa sisi cha Hafs kutoka kwa Asim na wengineo. Maana yake ikiwa yudhallu bihi alladhina kafaru, maana yake itakuwa makafiri wanapotezwa, na imefichwa neno kafiri ikawekwa yenye dhuma mwanzo wake, yudhallu, kama ilivyo mashuhuri katika albinau lilmajhul, yudhallu bihi alladhina kafaru. Kisomo cha pili yudhillu bihi alladhina kafaru, yani makafiri huwapoteza makafiri wenzi wao. Yudhillu bihi alladhina kafaru, alladhina kafaru yudhillu bihi alkafirin, wanawapoteza makafiri wenzi wao kwa kutumia annasi, kwa kutumia kuhamisha utukufu wa miezi kupeleka katika miezi mingine. Na kisomo chengine au yadhillu bihi, inaweza pia nini, yudhillu bihi inaweza pia yudhillu Allahu alladhina kafaru, kwamba Allah anawaachia wapotee makafiri katika jambo hilo. Na kisomo chengine yadhillu bihi alladhina kafaru, ikiwa yadhillu bihi ni kwamba wanapotea wao wenyewe, wao wanapotea makafiri. Yudhallu maana yake kuna viongozi wanawapoteza wafuasi. Yadhillu maana yake yadhillu Allahu bihi alladhina kafaru, Allah anawapoteza makafiri. Na yadhillu bihi alladhina kafaru maana yake fahum yadhilluna la yahtaduna, wao wenyewe makafiri wanapotea wala hawaongoki katika jambo hilo. Katika tafsiri ya qiraa ambacho tunasoma yudhallu bihi alladhina kafaru, manake alladhina kafaru yudhallu bitaakhiri tahrimi al-ashhur al-arba'ati al-hurumi, hupotezwa kwa kuchelewesha utukufu wa moja katika miezi minne mitukufu. Alladhina kafaru, wale ambao wamekufuru, yani wanapotezwa na makafiri wenzi wao. Yahillunahu aman wa yuharrimunahu aman, yuhillunahu aman wa yuharrimunahu ama, ay yuhillu alladhina kafaru, wanahalalisha wale ambao wamekufuru. Amesema yuhillunahu aman, wanaofanya kwamba ni halali. Yuhallilu alladhina kafaru dhalika an-nasi, halalisha miezi hiyo wale waliokufuru kile kilichoongezwa aman duna amin, katika baadhi ya miaka na baadhi ya miaka hawafanyi hivyo kwa mujibu wa hawa za nafsi zao, kwa mujibu wa matamanio ya nafsi zao na kuangalia maslahi yao yako wapi. Fayuhilluna shahra muharram aman, huwa wanafanya kwamba baadhi ya miaka mwezi wa mfungo nne ndio mtukufu. Wa yuharrimunahu fi amin akhar, na fayuhilluna shahra muharram, mara nyingine wanaofanya kwamba ni halali na mara nyingine wanaofanya kwamba ni mtukufu. Fa idha qatalu fil muharram yahalluhu, kwa kuna vita wanataka kupambana katika mwezi wa mfungo nne walikuwa wanaohalalisha. Wa haramu makanahu safara, na wanafanya kwamba mwezi uje ulipiwe katika mwezi wa mfungo tano. Wa idha lam yuqatilu fihi haramuhu, na ikiwa hawajafanya kwamba hakuna vita, basi hawafanyi kwamba fihi haramuhu, hufanya kwamba ni mwezi mtukufu. Kwa kilichokuwa kinawachukiza Waarabu ni ile tatawali, yani almuwalat, ile kuwepo kufuatana kwa mwezi wa mfungo pili na mfungo tatu na mfungo nne. Ilikuwa miezi mitatu yote wameharamishiwa ndani yake kupigana, na wao ile kupigana ilikuwa ni jambo lipo kwenye damu zao, ni jambo la kawaida kwa kiasi kwamba wanasema baadhi ya watu wa tarikh, Jaziratul Arab ilikuwa haitawaliki kwa sababu ya vita vyenyewe wao kwa ndani, vita vyao wao kwa wao walikuwa wanapambana. Ni watu wanaopenda kule kupigana, na kwa hiyo ikiwa mfungo pili hawajapigana na mfungo tatu hawajapigana, mfungo nne ukifika wanaona kwamba ni muda mrefu hawajapigana, kwa hiyo wanauhalalisha. Wanasema kwamba tutakuja kulipizia katika mwezi unaofuata. Wanatafuta pahali wanakwenda kupigana kwa ajili ya maslahi yao. Kwa hiyo jambo hilo ndio ambalo Allah anasema halipo katika sheria, wala Allah hakubali kwamba yeye apange sheria halafu apatikane na mwingine yoyote yule abadilishe sheria hiyo au ipange anavyotaka yeye. Liwatiu, wanafanya hivyo ili iwafikiane iddata ma harrama Allah, na idadi ya siku ambazo Allah amezifanya kwamba ni tukufu. Fayuhillu ma harrama Allah, kwa hiyo huhalalisha siku ambazo Allah amezifanya kwamba ni tukufu. Aili wafiqu bitahlilihim shahra muharram, wanafanya hivyo
ili wafikiane kwa kule kuhalalisha kwao wakaufanya ni halali kupigana mwezi wa mfunguo 4, watahrimihim shahra safar, na kule kuharamisha kwao yani wakaufanya mtukufu mwezi wa mfunguo 5 ambao si katika miezi mitukufu, adada al-ashhur al-hurum, idadi ya miezi minne, allati haramaha Allah kulla amin, ambayo Allah ameitukuza katika kila mwaka, bila ziada wala nuksani fil adad, basi na kuzidisha wala kupunguza idadi ya miezi hiyo. Fayuhillu, kwa walikuwa wanahalalisha, bitaakhiri hurmati shahri Muharram, kwa kuchelewesha utukufu wa mwezi wa Muharram, yani mfungo 4, ma haramahu Allah Ta'ala, mwezi ambao Allah alikuwa ameutukuza. Zuyina lahum suu a'malihim, wao wamepambiwa ubaya wa matendo yao, ay husina lilmushrikina sayyi'u a'malihim wa qabihuha, matendo yao haya maovu na mabaya wamefanyiwa kwamba ni mazuri, waona kwamba ni jambo zuri, kwa sababu sheria ilivyokuwa ni idadi ile ile wanatimiza. Na kwa hiyo walikuwa wanaulizana kama ambavyo huulizana kawaida ya watu wanaozusha katika sheria za dini, kwani kuna ubaya gani? Kwani sisi tumetimiza ile ile miezi minne, kwani muhimu si ile idadi tu ya miezi? Kwa hiyo walikuwa wanaona kwamba kufanya hivyo ni jambo zuri, na kwa sababu lilikuwa linaendana matakwa yao ya kiuchumi. Wallahu la yahdi alqawma alkafirin, na Allah hawafikishi kuelekea katika haki almusirrina ala kufrihim, watu ambao wanaendelea katika ukafiri wao, wayakhudhuluhum anil huda, na Allah huwapotosha wakawa hawawezi kufikia uongofu, wanaekwa mbali na wanasalitiwa, hawawezi kufikia uongofu. Mfano wa maneno haya, wallahu la yahdi alqawma alkafirin, ni kama ambavyo Allah amesema, innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun, hakika wale ambao imethibiti kwao neno la adhabu kutoka kwa Mola wako mlezi hawawezi wakaamini. Walau jaatuhum kullu ayatin hatta yarau aladhab alalim, na hata kama utawajia na kila aina ya dalili mpaka siku atakapoiona adhabu, imma kwa kutolewa roho zao au kwa kuangamizwa watu kwa pamoja, hapo ndio kila mtu hutaka kuamini, lakini imani wakati huo huwa haisaidii chochote. Waqala subhanahu, na akasema, laqad haqqa alqawlu ala aktharihim, katika maana hii kwamba makafiri hawaongoki. Allah amesema kwa hakika imethibiti neno la adhabu, ala aktharihim, kwa wengi wao, fahum la yumin, kwa hawawezi wakawa waumini. Inna ja'alna fi anaqihim aghlala, sisi tumeweka mazinda kozi au mangowe, au kwa tafsiri tofauti tofauti ni aina fulani ya vifungo ambavyo walikuwa wanafungwa watumwa zamani. Kwa mfano wake ndio wanafananishwa navo makafiri, kwamba wamefungwa katika shingo zao, hawawezi kugeuka kuelekea katika haki, aghlalan fahiya ila al-adhqani, kwa hiyo mazindakozi hayo katika mabega yao yameelekea katika shingo zao. Fahum mukmahun, kwa hiyo wao ni watu ambao wameelekeza juu, nyuso zao haziwezi kuona haki, kama mtu ambavyo anateswa akiwa anatembea katika namna walikuwa wanatembezwa watumwa ili wasitoroke, walikuwa wanawekewa madude hayo, hawawezi kugeuka huku wala huku wala hata kuangalia chini kwa uzuri, bali mtu anaangalia kwa mbele kwa mbali. Fahum mukmahun, kwa hiyo wao ni wenye kunyanyua juu videvu vyao au nyuso zao. Waja'alna min baini aydihim sadda, na tumeweka mbele yao vizuizi vya kuiona haki, wa min khalfihim sadda, na nyuma yao vile vile vizuizi, hawawezi kuiona haki. Faaghshaynahum, kwa tukawagubika macho yao, fahum la yubsirun, hawawezi wakaiona njia ya sawa sawa. Wasawaun alaihim, na ni sawa sawa kwa watu hawa ambao wamekufuru halafu wakazidisha ukafiri, watu hawa ni sawa sawa kwa wao. Andhartahum, ikiwa utawaonya, am lam tundhirhum la yu'minun, hata kama usiwaonye wao hawawezi kuwa waumini. Innama tundhiru, hakika mtu ambaye unaweza ukamuonya na ule kumkumbusha kwake na maonyo yakamfaa, man ittaba dhikra, ni mtu ambaye amefuata ukumbusho, wa khashya arrahmana bil ghaib, na akamuogopa Allah kwa siri pale anapokuwa peke yake. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, mtu huyo ambaye ana khashya mbashirie maghfira na malipo yaliyo matukufu kabisa yenye heshima. Kwa hiyo aya hizi zinaonesha maana ya Allah anavyosema wallahu la yahdi alqawma alkafirin, ni kwamba makafiri ambao wamezidisha ukafiri wao, hawa Allah subhanahu wa ta'ala hatawaongoza. Katika moja ya mafunzo katika aya hizi mbili ni kwamba tunatakiwa tujitahidi kuwa wacha Mungu sana wakati wa vita, tukiwa tunapambana na makafiri, ili nusra ya Allah itufike. Tunahitaji ucha Mungu ulio wa hali ya juu kabisa, kwa kauli yake Allah yosema, waqatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Kwa hiyo ili watu wapate ushindi wanahitaji ucha Mungu, na ili watu wapate khidlani
ni kwa kuacha amri za Allah, na hilo jambo limeshuhudiwa katika vita vya Hunain na vita vya Uhud, Waislamu walipoacha amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na limeshuhudiwa pia katika vita vya Badr na vita vingine waliposhika amri za Allah na mtume wake, namna ambavyo walifanikiwa. Pia innama nasiu ziyadatun fil kufr, amesema kwamba imefanywa kwamba ile kuakhirisha masiku matukufu yakawekwa mbele, bid'a hii imeitwa kufru. Kwa hiyo bid'a katika dini, kuzusha katika dini sharia ma lam yashra bihi Allah, ma lam ya'dhan bihi Allah, sharia ambayo Allah hajaweka sheria, jambo hilo ni katika ukafiri. Kwa hiyo watu wajiepushe mno na kujizulia mambo katika dini. Ndio akasema kwamba Allah amesema kama ilivyo faama alladhina amanu fazadatum imana, walioamini huzidishiwa imani, na waliokufuru na wakifanya ukafiri wa pili wanazidishiwa vile vile ukafiri wao. Jambo la tatu, liwathu iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah. Nasema aya hii au kipande hichi kinaonesha hadha yadullu ala anna min aswa ila a'mali wa akhbathiha tahlil ma harrama Allah tahrima ahalla Allah, katika matendo mabaya kabisa mpaka yakaitwa ukafiri ni mtu kuhalalisha cha haramu au kuharamisha kitu cha halali. Na faida nyingine ambazo amezitaja hapa, inna iddata shuhuri, anasema mtu anaweza akajiuliza kwa nini basi Allah afanye miezi hii minne iwe ni mitukufu? Kwa nini mwezi wa, anasema jawabu hilo ni kwamba hii ndio sheria ya dini, yani dini ndio ilivyo. Allah amefanya Kaaba au haram ya Makka na Madina na Palestina ni bora zaidi kuliko ardhi nyingine. Akafanya mwezi wa Ramadhani ni bora zaidi kuliko miezi yote, kwa sababu kutushushwa Qur'ani ndani yake watu kufanya ibada ya wajibu ya saum. Na akafanya siku ya Ijumaa ni tukufu zaidi kuliko siku zote, na akazifanya siku tukufu mwisho wake ni bora zaidi, yani 10 la mwanzo la Ramadhani linapitwa kwa fadhila na 10 la pili, na 10 la pili linapitwa na fadhila kwa 10 la tatu, na vile vile mwanzo wa siku ya Ijumaa una fadhila, lakini katikati yake ni bora zaidi, na jioni yake ni bora zaidi, na usiku wa kila siku vile vile ni bora kuliko mchana, lakini kila usiku ukiwa katikati una fadhila zaidi kuliko mwanzo, na mwisho usiku una fadhila zaidi kuliko mwanzo wake. Na umri wa mtu vile vile kadri anavyokuwa na umri nao unaongezeka fadhila. Dua ya kizee, dua ya Nabii Allah Yaqub sio sawa na dua ya Nabii Allah Yusuf walipokuwa wote wapo hai, kwa sababu huyu Yaqub ameshatumikia sana ule utume wake, pamoja na kwamba Yusuf ana cheo zaidi, lakini jambo la umri lina nafasi yake. Kwa hiyo Allah ni kawaida yake kufadhilisha baadhi ya nyakati, baadhi ya maeneo kuliko maeneo mengine. Kwa hiyo swala la kufanya miezi minne hii kwamba ni mitakatifu ni swala la kawaida katika dini. Jambo jingine katika tunachojifunza, inna iddata shuhuri inda Allahi, imefanywa miezi hii mitukufu katika hikma zake ni kwamba ili ndani yake watu wajizuie kufanya dhulma. Kwa hiyo ikiwa watajizuia kufanya dhulma kama hivi katika kipindi cha Ramadhani, vile vile watu wakijizuia, inatarajiwa kwamba baadhi yao wataendelea na ile tabia katika miezi mingine yote iliyobakia, na kwa hivyo ni sehemu ya kupunguza dhulma kwa watu, na sehemu ya kuvunja shari za watu, na sehemu ya kuleta amani na manufaa katika dunia yao watu kabla hata ya dini yao. Kwa hiyo swala la kuwekwa miezi minne mitukufu ni swala ambalo marejeo yake, faida yake inarudi kwetu sisi wenyewe binadamu, bila ya kujali dini zao. Yani anaweza kufaidika Muislamu na si kwa Muislamu, kwa sababu Waislamu wamejizuia na shari. Alafu katika faida vile vile ni dhabtu tawqit, kwa watu kutilia maanani masala ya nyakati. Nyakati zimewekwa hizi kwamba ni bora na hairuhusiwi mtu kuziakhirisha. Mfano wake ni vile vile wakati wa Ramadhani hairuhusiwi mtu akasema kwamba mimi nitakuja kufunga katika mfungo mosi. Kwa nile hapa ubora wa siku ya Ramadhani moja ukiacha, hata ukifunga mwaka mzima huwezi kuilipa. Na vile vile nyakati za sala zinapoingia watu wanatakiwa wakimbilie. Hivyo hivyo ibada ya hija, kila ibada imewekewa wakati wake maalum, na ule wakati wake, na kwa wakati huo ni bora kujishughulisha na ibada hiyo kuliko ibada nyingine yoyote ile, hata kama ibada nyingine wakati mwingine ina fadhila zaidi, lakini kwa wakati ule ile ibada maalum ambayo ipo kwa wakati huo. Aya hizi zinatufundisha kwamba inna nasiu, kuakhirisha masiku yakapelekwa katika siku nyingine, jambo hilo ni katika ukafiri. Mtu anatakiwa ibada aitekeleze pale ambapo ni wakati wake. Na anasema pia katika faida ni kwamba miezi ambayo inapangiwa ibada zote katika Uislamu, ibada zote ni kwa kutumia miezi ya mwezi, kwa sababu hii ndio miezi ambayo anaweza kujua msomi na asiye kwa msomi, aliye mjini na asiye mjini, aliye tofauti na miezi ya jua ambayo ni taabu kuweza kujua siku zake. Kwa hiyo miezi hii ibada zote za hija na Ramadhani
na ibada zote ambazo zinahitaji kuhesabiwa miezi katika Uislamu zinahesabiwa kutumia mwezi wa kutumia kalenda ya mwezi. Wa min thama fawaid ukhar, lakini tutaendelea sisi katika aya inayofuata. Amesema jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ma lakum, mna nini nyinyi, idha qila lakum mfiru fi sabilillah, mnapoambiwa tokeni kwenda kupigana jihadi katika njia ya Allah kwa ajili ya kunyanyua dini yenu, ithaqaltum fil ardhi, mnakuwa wazito na mnapata uvivu katika ardhi, yani katika majumba yenu, mnataka kubaki katika ardhi zenu, katika majumba yenu. Aradhitum bil hayati dunya min al akhirah, je, nyinyi mmeridhia zaidi na mmefurahia zaidi na mnapendelea zaidi maisha ya dunia kuliko maisha ya akhera? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah, hayawi maisha mafupi haya ya starehe fupi za dunia ukilinganisha na akhera, illa qalil, isipokuwa ni kitu kichache kabisa. Illa tanfiru, ikiwa nyinyi hamtotoka kwenda katika jihadi, yuadhibukum adhaban alima, kwa sababu jambo hilo ni amri, mtakuwa mmepinga amri na mnastahiki adhabu ya Allah, na atakuadhibuni adhabu yenye kuumiza. Wayastabdil qauman ghayrakum, na atawabadilisha watu wasiokuwa nyinyi. Wala tadhurruhu shay'a, wala nyinyi kwa kufanya hivyo hamuwezi wala hamtomdhuru Allah subhanahu wa ta'ala chochote kile. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah ni muweza juu ya kila kitu. Illa tansuruhu, ikiwa nyinyi hamtomnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam, illa tansuruhu, kama hamtomnusuru, faqad nasarahu Allah, basi Allah amemnusuru mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Idh akhrajahu alladhina kafaru, ile siku ambapo walimtoa wale makafiri, watu waliokufuru, thaniya ithnaini, hali ya kuwa yeye ni wa pili katika wawili, yani the second one, yeye na mwenzake tu, wakiwa wao ni wawili tu, yani hawana yoyote wa kuwanusuru, basi Allah alimnusuru. Idh huma fil ghari, pale walipokuwa wao katika pango, yani ghari, katika pango, siku walipokuwa wanahama kutoka Maka kwenda Madina. Idh yaqulu li sahibihi, alipomwambia rafiki yake, yani Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika Allah yupo pamoja na sisi kwa kutusaidia na kutulinda na kutuhifadhi. Faanzala Allahu sakinatahu, Allah akateremsha utulivu wake katika nyoyo zao, alaihi, juu ya mtume, wa yadahu bijunudi lam tarawha, na akamtia nguvu kwa jeshi ambalo hamwezi kuliona. Wajaala kalimata alladhina kafaru sufla, na akafanya neno la makafiri kwamba ni la chini. Wa kalimatullahi al-ulya, na neno la Allah lipo juu. Wallahu azizun hakim, na Allah ndio mwenye izza na utukufu na nguvu. Hakimun, mwenye kufanya mambo yake kwa hikma, kila jambo analiweka mahali pake. Amesema katika tafsiri ya aya hizi, ya ayyuhalladhina amanu, mnasaba wake ni kwamba aya zile innaman nasiu au inna iddata shuhuri zinaonesha kwamba katika sababu za kuwapiga makafiri kule kutokuheshimu kwao miezi hiyo, wakawa wanawapiga Waislamu mpaka katika miezi mitakatifu. Na katika sababu vile vile za Waislamu kuamrishwa kupambana nao makafiri ni kwamba wao wamekufuru, halafu wamezidisha ukafiri juu ya ukafiri wao kwa kujiwekea sheria ambazo Allah hajaziwekea sheria hizo, na kuzipinga kwa kutumia sheria hizo, sheria zile alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bado jambo linaendelea pale pale kwamba aya zote hizo zinaelezea ile aya ya 5 ya ayatu saif. Aya zote mpaka hiyo tulopita zinaelezea sababu kwa nini hawa watu wapigwe. Tokea mwanzo wa sura imeanza kueleza sababu, halafu aya ya 5 ikaeleza watu wapigwe, halafu aya zilizoendelea zote zinatoa sababu kwa nini hawa watu wanastahili kupigwa. Inma ya'muru masajid Allahi, na hizi zote zinaelezea innaman nasiu, zote zinaelezea kitu hicho. Na hapa Allah anarejea tena katika lile jambo la msingi ambalo aya za sura hizi zimeanza nalo, kueleza kwamba watu hawa wapigwe, na Waislamu wanashajihishwa jambo hilo kwa watu ambao hawana muamana, hawana dhamana, hawachungi ahadi, hawachungi mkataba. Akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, malakum, mna nini nyinyi, man alladhi yad'ukum ayyuhal mu'min, kitu gani kinachokuiteni enyi waumini, idha umirtum bijihadil kuffari, mnapoamrishwa kupambana na makafiri, li'ilai kalimatillah, kupambana kwa ajili ya kunyanyua neno la Allah la dini yake ya Uislamu. Ila an tatathaqalu, jambo gani linalokupelekeni nyinyi mkawa wazito, watatabatau, na mkawa mnarudi nyuma, watatakasa,
watataqaasu, na mnakuwa wazito kuitikia, watamilu ila luzumi ardhikum, na mnaelekea kujilazimisha, yani kubakia katika majumba yenu, katika ardhi zenu, katika miji yenu, wa masakinikum, na katika nyumba zenu. Aradhitum bilhayati dunya min alakhirah, je, mnaridhia maisha ya dunia zaidi kuliko ya akhera? Ai ma lakum fa'altum dhalika, kwa nini mnafanya hivyo? Ayuhal mu'minun, enyi waumini, aridan, mnafanya hivyo kwa kuridhia. Je, ni kwa kuridhia? Minkum, kuridhia kwenu, binaimi alhayati dunya, kwa neema za uhai wa dunia, wa rahatiha, na starehe zake, badala min naimi aljannati fil akhirah, kuliko neema za pepo zilizoko akhera. Fama matau alhayati dunya, basi si chochote starehe fupi za muda mfupi za dunia, fil akhirah, ukilinganisha na akhera, illa qalil, isipokuwa ni kitu kichache sana. Ai fama alladhi yatamattau bihi almutamatti'una fil hayati dunya, hakuna chochote kile ambacho wanastareheka nacho wale wenye kustarehe katika maisha ya dunia, allati malat bikum, ambayo nyinyi mnaelekea kuegemea, muqaranatan bima sayatamatta'u, kwa kulinganisha na kile ambacho watastarehe, bihi, kwa kitu hicho, almu'minuna fil janna, waumini katika pepo, illa yasirun mahdudun, isipokuwa ni kitu kidogo kabisa cha muda mchache sana, wa waqtuhu qasirun ma'dudun, na muda wake ni mdogo mfupi sana wenye kuhesabika. Fa kaifa tuqaddimuna alqalila zail, basi kwa namna gani nyinyi waumini mnatanguliza na kupa kipaumbele na kukiweka kwa kufanya bora zaidi kitu kichache chenye kuondoka, ala alkathiri albaqi, kuliko kitu kingi ambacho malipo yake ni ya milele. Fatlubu ayuha almu'minun, basi tafuteni enyi waumini, naima alakhirati bi ta'ati rabbikum, neema za akhera zenye kudumu mbele ya Mola wenu kwa kumtii yeye, walmusara'ati ila ijabati amrihi fi nafir, na mfanye haraka katika kuitikia amri yake katika kuwataka nyinyi mutoke kwenda katika jihadi, ili jihadi ya aduhi wa aduikum, kwa ajili ya kwenda kupambana na adui wenu na adui wake yeye ambaye ni washirikina. Amesema adin al-Mustawridi ibn Shaddadi radhiallahu anhu qala, amesema sahaba, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimemsikia mtume akisema, yaqulu, akisema, wallahi, na hapa kwa jina la Allah, mad dunya fil akhirah, haifanani dunia kulinganisha na akhera, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum, isipokuwa mfano wake ni mfano anachokifanya mmoja wenu, anachokiweka mmoja wenu, isba'ahu fi hadha al-yammi, anapoweka kidole mmoja wenu katika bahari, falyanzur bima tarji, aangalie maji kiasi gani, anapata tani ngapi za maji, anapata geleni ngapi za maji, au anapata dumu ngapi za maji, au anapata hata gilasi ngapi, yani anapata maji kiasi gani, kwa kipimo chochote atakachokipima, maji atakayobakia katika kidole chake ni mengi kiasi gani ukilinganisha na tani ambazo zitakuwa zimebakia katika bahari. Bila shaka ni mfano wake ni kama kwamba hajapata chochote. Ndio maana Allah anasema fama mataul hayati dunya illa qalil, na kama ambavyo pahali pengine Allah subhanahu wa ta'ala anasema walal akhiratu khairun wa abqa, na akhira bila shaka ni bora zaidi malipo yake na yenye kubakia zaidi. Na pahali pengine Allah akasema wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan, na hakika maisha ya akhira ndiyo maisha ya kweli. Maisha ya dunia si maisha ya kweli, kama ambavyo aya nyingine nyingi zimeelezea juu ya jambo hilo, kwamba akhera ni bora zaidi kuliko dunia. Illa tanfiru, basi ikiwa nyinyi hamtotoka kupigana kwa ajili ya dini ya Allah, yuadhibukum adhaban alima, atakuadhibuni adhabu kali kabisa yenye kuumiza, yenye machungu. Wayastabdil qauman ghayrakum, na atabadilisha watu wengine. Wala tadhurru shay'an, nyinyi hamwezi kumdhuru Allah chochote. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah ni mweza juu ya kila kitu. Anasema kauli yake tabaraka wa taala, illa tanfiru, ikiwa nyinyi illa mtubadiru ayuhal mu'minuna bil khuruj ila al jihad, ikiwa hamkufanya haraka yenye waumini kwenda katika jihadi, baada an du'itum ilayhi, baada ya kwamba mumeitwa, yu'adhibukum Allahu adhaban muji'an fi dunya wal akhirah, Allah atakuadhibuni adhabu kali duniani na akhera. Halafu akafuatisha hadithi ya Ibn Umar ambayo tumetangulia kuisoma huko nyuma, kwamba Mtume sasa amesema idha tabayatum bil'ina, mkiuza kwa hadaa, kwamba mtu anajiongezea bei alafu anajipunguzia mwenyewe, anakinunua kitu yeye mwenyewe yeye
wa akhadhtum adhnab albaqari, alafu mkafuatisha mikia ya ng'ombe, kwani kuchunga ng'ombe, wa radhitum bizar'i, na mkapenda kilimo mkaridhia, wa taraktum aljihad, na mkayata jihadi, sallallahu alaykum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum, Allah atakusalitishieni udhalili kama ambao leo unaonekana kwa Waarabu wote, bali kwa Waislamu wote ulimwenguni walivyodhalilika na wanavyofanywa vibaya na makafiri, wanavyotumiwa wakapiganishwa wao kwa wao na kila aina ya udhalili, wakagombana wao kwa wao, wakaharibiana uchumi wao kwa wao, kama ambavyo inashuhudiwa. Kafiri anampiga Muislamu, alafu Muislamu anapiga nchi za kikafiri na nchi za Waislamu wenzake. Waislamu wote wanakuwa katika unyonge na udhalili, na misafara haiko, mpaka ibada za umra zimekatika kwa sababu ya shari hii ya Waislamu, namna ambavyo tumeacha jihadi, Allah akatuleta katika dhilla. La yanzi'uhu, hawezi Allah hatoiondosha Allah udhalilifu huo, hata tarji'u ila dinikum, mpaka mtekeleze dini yenu, kwa maana kurejea kwa pamoja, kuungana na kushirikiana katika jambo la jihad. Wayastabdil qauman ghayrakum, na Allah hato waadhibu tu adhabu kali, bali pia atawabadilisha watu wasiokuwa nyinyi, awaondoshe, atawaondosha Allah nyinyi na walete watu wengine. Ai wayastabdilillahu, Allah atabadilisha subhanahu bikum, badala yenu, qauman akharin, waje watu wengine, atwa lillahi minkum, ambao watakuwa namtii zaidi Allah kuliko nyinyi. Idha stunfiru ila aljihadi, ajabu wakiamrishwa watoke kwenda katika jihadi, watakuwa wanaitika. Wanasaru dini Allah azza wa jalla, watakuwa wanainusuru dini ya Allah mtukufu. Qala subhanahu, amesema katika sura nyingine, in yasha yudhhibkum, Allah akitaka atakuondosheni nyinyi, ayuha nasu, enyi watu, wayati bi akharin, na atawaleta watu ambao ni bora zaidi. Wa kana Allahu ala dhalika qadira, na Allah ni muweza juu ya jambo hilo. Ya ayyuhalladhina amanu, pale pengine amesema Allah, enyi waumini, man yartadda minkum an dini, yoyote yule ambaye atarudi nyuma akaepukana na dini yake, akaiacha dini yake, akatoka akartadi, fasawfa yati Allahu biqaumin, basi hivi karibuni Allah atawaleta watu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ambao yeye anawapenda na wao wanampenda yeye. Adhillatin ala almu'minin, dalili yao kwamba wao wana mapenzi ya Allah ni kwamba watakuwa ni madhalili kwa waumini wenzi wao, hawana maneno ya makali, hawana maneno ya ovyo, sifa ambazo ni katika sifa zilizotoka katika wingi wa maduat wa leo. Naona mtu, tumesikia hivi karibuni katika Ramadhani hii, mtu anawahimiza matajiri, yani achilia mbali tumezoea kwamba wanatukanana wao kwa wao, mashehe na mahadhir na walimu, lakini nimeshuhudia mtu anasema, yani katika rekodi kabisa, na rekodiwa na inasambazwa, anasema matajiri wageeni vijana wa kisalafi chakula, wageeni mashababi tulabul ilmi chakula, nyinyi mnakaa mume anaumwa na mke anaumwa, mna mapesa lakini sura zenu zimekunjana, hata hamna nuru, mnakaa mnakula kama sungura, mnakula majani, hamna mnachokiweza. Maneno haya tangu lini alim anazungumza katika lugha namna hii? Allah anawasifu watu ambao yeye wanampenda naye anawapenda. Adhillatin ala almu'minin, ni wanyonge, ni walaini, ni wapole kwa waumini wenzi wao. Maneno makali. Hakuna tajiri ambaye kaomba kuumwa, na kule kuumwa huenda ikawa ni kheri kuliko kwa ule mzima. Wapi wewe umeona kwamba kuumwa ndio jambo la kumsema kwamba umetoka nuru ya uso, unakula majani kama sungura? Nyinyi mabakhili, kwani mbakhili ndio analeta maradhi? Sio hivyo. Allah akampa maradhi, manabii wengi wamepewa maradhi, watu wema wengi wamepewa maradhi, na mtu anapokuwa katika maradhi anasamehewa. Maneno namna kama hii, yani sijui tunafika wapi, lakini Allah anawasifu watu wanawapenda yeye. Adhillatin ala almu'minin, wanyonge ni wapole kwa waumini. Aizzatin ala alkafirin, wanakuwa wakali na wagumu kwa makafiri. Wakizungumza maneno makali wanazungumza dhidi ya makafiri, sio dhidi ya waislamu wenzi wao, sio ndugu zao waislamu. Yujahiduna fi sabilillah, lakini pia wanapigania dini ya Allah, wanapigania katika njia yake. Wala yakhafuna lawmata laim, wala hawaogopi lawama za mwenye kulaumu katika hilo. Dhalika fadlullah, hizo ni fadhila za Allah, yutihi man yasha, humpa mtakaye. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mwenye wasaa na mjuzi wa kila kitu. Na pia akasema wa intatawallau, katika surati Muhammad, ikiwa mtakengeuka msende katika jihadi, msiitike wito, yastabdil qauman ghayrakum, Allah subhanahu wa ta'ala tabadilisha watu wasiokuwa nyinyi, thumma la yakunu amthalakum, halafu hawatakuwa mfano wenu, wao watakuwa bora zaidi. Na akasema wala tadhurru shay'an, wala nyinyi hamwezi kumdhuru chochote Allah. Ay wala tadhurru Allah subhanahu, hamtumdhuru Allah subhanahu shay'an, chochote.
fahuwa ghaniyun ankum, yeye ni tajiri mkwasi asiyewahitajia nyinyi. Wanasiru dinahu, na mwenye kuipa ushindi dini yake. Wa innama tadhurruna anfusakum, na hakika si vinginevyo vyote isipokuwa mnazidhuru nafsi zenu. Bitarikikumul jihada fi sabilihi azza wa jalla, kwa kule kuacha kwenu jihadi katika njia yake Allah mtukufu. Mfano wake ni kama ambavyo Allah amesema katika sura Al-Imran, waman yanqalibu ala aqibaihi wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata au qutila inqalabtum, ikiwa mtume atakufa au atauawa, jambo hilo ndio lifanye nyinyi mgeuze migongo yenu. Waman yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'an, na yoyote yule atakayegeuza mgongo wake akaacha Uislamu hawezi kumdhuru Allah chochote. Wasajidillahu shakirin, na Allah ataendelea kuwalipa wenye kushukuru. Na pia amesema Allah vile vile, in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum, ikiwa mtakufuru basi Allah ni mkwasi, hahitaji chochote kwenu nyinyi. Wala yardha liibadihi alkufr, lakini haridhia waja wake wawe makafiri, au ukafiri hauridhii kwa waja wake. Wa in tashkuru yardahu lakum, na ikiwa mtashukuru basi Allah atakuridhieni. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah ni muweza juu ya kila kitu. Ai wallahu qadirun, na Allah ni muweza ala fi'li kulli shay, kufanya chochote kinacholingana na utukufu wake. La yu'jizuhu shay'un aradahu subhanahu, hakuna chochote anachokitaka kinachoweza kumshinda. Wa min dhalika, na katika hayo, qudratuhu ala istibdali qaumin akharina bikum, ni kubadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi. Wa ala nasri dinihi min dunikum, na kuipa ushindi dini yake pasi na chochote kutoka kwenu nyinyi, yani pasi na kuwepo kwenu. Wallahu a'lamu ahkam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna maswali fatafadhalu mashkurin maajurin, au nyongeza. Naam. العباس. نعم شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وأنا اليوم أسأل سؤال بلغة العربية، وأجب عن هذا السؤال بلغة العربية بالنسبة لمكاني الآن. أنا هل يعتبر هذا الحرب الذي يعني بين أمريكا والإيران أنه الجهاد؟ والله هذا ما نعتقده، لأن المسلم، يعني قد تناقشنا هذا بالأمس وقلنا في الأخيرة أننا نعتقد الإسلام لكل من اعتقد أن الله ربه، وأن محمدا نبيه، وأن القرآن كتابه، ويصلي بصلاتنا، ويأكل بذبيحنا، ويستقبل قبلتنا. هذا هو ما نؤمن أنه مؤمن. فلو كان مهما كان المؤمن فاسد عقيدته، إذا كان ينتمي إلى الإسلام فهو مسلم، هكذا نحن نقول. هذا أمر أول. ولكن أمر ثاني، قلنا الأمس أن هناك جهة الظالم وجهة المظلوم، فلا بد لنا أن نداعم جهة المظلوم ولا نكون مع الظالم، يعني ولو لم يكن فيه بين المسلمين. فمهما كان المظلوم هو الذي نحن معه في جميع الحروب، يعني بالنسبة إلى الإنسانية قبل الدين يعني هذا يعني فهمت. وأنا فهمت يعني كما تكلمت الآن، يعني أنا قلت لو كان العيران كلهم مسيحيين لا أكون معهم لأنهم مظلومين. يعني شكرا جزيلا، جزاك الله خير. kama kuna ziada mashaikh. Kama hakuna tufikie hapo. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.